Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi kwa mwaka wa 2026. Leo ni Julai 15. Tuombe. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu Baba yetu uliye mbinguni, ninasema asante kwa ajili ya siku hii ya leo. Ninajikabidhi mikononi mwako mimi binafsi. Ninawakabidhi mikononi mwako watoto wako wa kiume na wa kike ambao wametenga muda wao kujifunza neno lako. Ukatubariki sote, ukatusamehe dhambi zetu, ukatusaidie tuelewe masomo haya tujifunzayo katika jina la Yesu. Amina. Mada leo inasema kazi ya siri ya Shetani. Waefeso sura ile ya 6 aya 12 imeandikwa: Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Biblia haina mengi ya kusema kwa ajili ya kuwasifu wanadamu. Nafasi ndogo imetolewa kwa ajili ya kusimulia wema wa hata watu wale walio bora ambao wamewahi kuishi. Ukimya huu si bila kusudi, si bila somo. Sifa zote nzuri ambazo wanadamu wanazo ni zawadi kutoka kwa Mungu. Matendo yao mema yanafanywa kwa neema ya Mungu kupitia kwa Kristo. Kwa kuwa wanawiwa vyote na Mungu, utukufu wa vile walivyo na wanachofanya ni wake yeye peke yake. Wao ni vyombo tu mikononi mwake. Zaidi ya haya, kama masomo yote ya historia ya Biblia yanavyofundisha, ni jambo la hatari kumsifu au kumwinua mwanadamu, kwa maana mtu anapofikia kusahau tegemezi wake kabisa kwa Mungu na kuzitumainia nguvu zake mwenyewe, ni hakika ataanguka. Haiwezekani kwetu kwa nguvu zetu wenyewe kudumisha pambano na chochote kinachovuta akili kwingine kutoka kwa Mungu, chochote kinachoelekeza katika kujiinua au kujitegemea, hakika kinaandaa njia ya kuangamizwa kwetu. Mwelekeo wa Biblia ni kufundisha kuto kutumainia nguvu za kibinadamu na kuhimiza tuamini katika nguvu za Mungu. Ilikuwa ni roho ya kujiamini na kujitukuza iliyoandaa njia ya anguko la Daudi. Ubembelezi na mvuto wa hila wa mamlaka na anasa havikuwepo kwake athari kwake. Urafiki wa mataifa jirani pia ulitoa ushawishi wa kutenda uovu. Kulingana na desturi zilizokuwapo miongoni mwa watawala wa Mashariki, uhalifu ambao haukuweza kuvumilika ukitendwa na raia haukulaumiwa ukitendwa na mfalme. Mfalme hakuwa chini ya wajibu wa kutumia kujizuia kule kuliko sawa kama wa raia. Haya yote yalielekea kupunguza hisia ya Daudi ya ubaya unaozidi ubaya wa dhambi. Badala ya kutegemea kwa unyenyekevu juu ya uweza wa Yehova, alianza kutumainia hekima yake mwenyewe na nguvu zake. Mara tu Shetani anapoweza kuitenganisha roho kutoka kwa Mungu aliye chanzo pekee cha nguvu, atajitahidi kuamsha tamaa za mwanadamu zisizo takatifu zenye asili ya kimwili. Kazi ya adui si ya ghafla, mwanzoni si ile isiyotazamiwa na ya kushtusha. Ni uharibifu wa siri wa ngome za kanuni. Hii ni Julai 15, mada ikisema kazi ya siri ya Shetani. Na kwa nukta hiyo, mpendo wa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya kesha la asubuhi, ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya somo hili zuri siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu udumu kwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina.
litasifu. Hata tusipoyakumbuka ni mangapi alifanya, hatukuomba, yamefanywa ushuhuda kwetu. Tukijaribu kumbuka tulipopata magumu, ni vipi tuliyashinda kama si kwa Bwana wetu. Na sasa tumetambua yajayo hatuyahofu, mweza wa yote asiyelala ni Bwana. Na sasa tunaposonga tuna imani kwamba hakuna unaloshindwa kama ulishinda mauti. Imba kwa ujasiri, mioyo yetu yaamini, unayo kesho yetu Bwana, watuwazia yalo mema. Na sasa tunaposonga